Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sawa, sasa tulianza na somo ambalo linasema kufunga mwaka na kufungua mwaka. Na ni somo zuri sana ambalo hata mimi sikutarajia kama ningekuwa nalielewa kwa namna hii. Halo. Yaani nilishangaa sana vile Roho Mtakatifu alivyotupa. Nadhani wengi tulibarikiwa, sio? Wengi tulibarikiwa. Tulipewa somo hili kutoka kwenye kitabu cha Kutoka 12. Somo linasema kufunga mwaka na kufungua mwaka. Hivyo tu. Kutoka 12 mstari wa kwanza. Lakini Mungu alitupitisha maeneo mengi sana kwenye hili somo. Lakini kabla tujaendelea, nimwombe Mungu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Baba, ninasema asante kwa kuwa huko nasi watoto wako, hujatuacha wala haujatupungukia, na huko nasi kwa utukufu wako, kwa uweza na nguvu zako. Bwana, wewe umetawala. Ninakualika sasa Bwana, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye masikio ya watoto wako hawa, waweze kuelewa ni nini unasema, waweze kuelewa ni nini unataka kwenye maisha yao. Unataka wajue nini? Unataka wafahamu kitu gani? Basi naomba Roho yako Mtakatifu ahusike sana katika kila hatua, katika kila jambo, kila neno, kila kitu kitafanyika. Basi kifanyike kwa utukufu wako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Kitabu cha Kutoka 12 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Anasema Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Mungu akaniongezea kitabu cha Isaya. Leo tutaenda kwenye Isaya. Siku ile tulipita kwenye Warumi, kwenye Matendo ya Mitume. Leo tunapitia Isaya. Isaya 42 mstari wa 22 na wa 23. Utaelewa tunaposema funga mwaka alafu fungua mwaka. Biblia inasema Isaya 42 mstari wa 22 na wa 23. Sijui vitu hivi Mungu anatufundisha, ni kumshukuru sana. Anasema lakini watu hawa, Isaya 42 mstari wa 22 na 23, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye. Wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Mstari wa 23. Ni nani miongoni mwenu? Ni nani miongoni mwenu? Au ni nani miongoni mwetu atakayetega sikio lake kuyasikia hayo? Atakayesikiliza na kusikia kwa wakati ujao, au kwa wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa wana wa Israeli kwenye kitabu cha Kutoka 12 mstari wa kwanza na wa pili, hii ilikuwa ni siku ya ukombozi kwao. Na siku ya ukombozi kwao ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa inafungua mwaka mwingine, mwezi mwingine na tarehe nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya ukombozi wana wa Israeli wanatolewa kule Misri, maana kule walikuwa mateka. Kama naelewa ninachosema. Walikuwa chini ya usimamizi mkali. Ni mkono wa Mungu tu ndio ulioweza kuwatoa kwenye ile shida ambayo walikuwa wanalia nayo, yale mateso waliokuwa wanalia nayo. Sasa Mungu alipoenda kuwatoa, na siku anawatoa, anawaambia leo ndio mwezi wenu wa kwanza, na ndo mwaka wenu mwingine, na ndo tarehe zinaanza.
Na nilikwambia na hiyo ndio tarehe ambayo ndio kalenda ambayo tunaitumia mpaka sasa. Hii kalenda tunaitumia sisi, imetungwa Israeli. Tunaelewana watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Hii imeanzia Israeli. Yaani wewe unaitumia hiyo, imeratibiwa kutoka kule. Kwa sisi tunatumia kalenda yao. Ndio kalenda ilianzia pale. Mwaka wao wa kwanza ulianza pale Januari. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akamwambia leo ndio siku ambayo mnatoka, na akawaambia hii siku itunzeni. Bwana Yesu asifiwe. Mtakuja muambie na watoto wenu nini kilitokea siku ya leo. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo ambalo tulikuwa tunataka kujifunza hapa, ukianza kupiga picha, hawa wana wa Israeli hawakuwahi kuwa na mwaka mpya kabla ya hii tarehe. Na nisikia ninachosema. Hawakuwahi kuwa na nini? Na mwaka mpya. Hawakuwahi. Kwa nini hawakuwahi kuwa na mwaka mpya? Ni kwa sababu mwaka jana ulikuwa unafanana na mwaka huu, na mwaka juzi ulifanana na mwaka jana, na mwaka jana ukaendelea mpaka mwaka huu. Kwa maisha yao yalikuwa ni yale yale toka 2020, 2021, ni maisha yale yale. Hakuna siku ambayo wanabadilika kwamba leo hawatatumikishwa au leo hawatakuwa watumwa. Walikuwa watumwa kutoka miaka hiyo yote ambayo walikaa hapo. Walikaa kule miaka mingapi? Walikaa utumwani miaka mingapi? 400. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Walikaa miaka 400 wakiwa watumwa. Kwa hiyo miaka 400 ni wao ni watumwa. Hakuna mwaka mpya. Manake ili mwaka uwe mpya kwa hao, waseme sasa huu ni mwaka mpya, kwa kweli huu hatujawa watumwa, lazima watoke utumwani. Si ni sawa jamani? Bwana Yesu asifiwe. Tunawezaje kusema tuna mwaka mpya na wakati tuko kwenye maisha yale yale? Tuko kwenye hali ile ile. Hakuna kitu tunapiga hatua, bado ni mateka vile vile. Tunaendelea na umaskini ule ule, maisha yale yale, shida zile zile, mateso yale yale, na unasema uko mwaka mpya. Na kauli mbiu ya mwaka mpya, mnasema mwaka mpya na nini? Na mambo mapya. Si ni sawa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunatamani, au Mungu alikuwa anapenda, ukiwa mwaka mpya basi na mambo yako yawe mapya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa Mungu alitufundisha jambo. Akasema tatizo letu, kuna vitu hatuelewi. Nikasema kama kuna kufunga mwaka, basi kuna kufungua mwaka. Si ni sawa? Yaani unisikilize vizuri utaelewa. Kama kuna kufunga mwaka, kuna kufanyeje? Nitakuuliza swali. Huyo anayefunga mwaka na anayefungua mwaka ni nani? Ni nani anafungua mwaka huo? Unafunguaje? Kwa hiyo tutakuona mwezi wa kwanza ukiwa unafungua. Utafungulia sehemu gani? Unafungulia wapi? Funguo unazo? Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunasema tunafungua mwaka na tunafunga mwaka, maana hili jambo ni jambo la kiroho. Nani sikia ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la kiroho na linafanyika kwa imani. Si ni sawa? Tunalifanya kwa imani. Kwani ukisema sifungi mwaka, na kwani niseme unapofunga mwaka au kunakuwa na usiku mrefu kuliko usiku wa siku zingine? Yaani nini kinafanyika zaidi ambacho kinakuonyesha wewe kwamba mwaka umebadilika? Ambacho unaweza kaona hivi na ukatuonyesha kwamba ona mwaka umebadilika. Hii ni jambo la kiroho. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la kiroho. Kiroho linafunguliwa, kiroho linafungwa. Tunaelewana vizuri? Tusema tunafunga mwaka, tunataka tuende mwaka mwingine, manake tunafungua mwaka mwingine. Ina maana kama mlango ulikuwa ni huu, tunaufunga, sawa? Tunahamia mlango mwingine kufanyeje? Kufungua, ili tuangalie vilivyoko huku ni vitu gani. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Na huruhusiwi kufungua mlango mwingine wakati mmoja haujafunga. Kwa hiyo sharti ufunge huu
alafu ufungue mwingine. Mungu akasema kuna watu mpaka leo hawajawahi kuwa na mwaka mpya kwenye maisha yao, kama ambavyo wana wa Israeli hawakuwahi kuwa na mwaka mpya. Ndio maana Mungu akasema leo ni mwanzo wa miezi kwenu, mwanzo wa miezi kwenu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaelewa eh? Sasa Mungu anataka kitu gani? Anataka kila mmoja awe na mwaka mpya, aone kiroho, sio kimwili. Hatutaki shida za mwaka huu, changamoto za mwaka huu uende nazo mwakani. Tunaelewana vizuri? Tunatamani Mungu azimalize haraka, ili mwaka ujao, kama ulikuwa ni mwaka wa mateso, unaokuja uwe ni mwaka wa ahueni ya kwako. Tunaelewana vizuri? Kama huu ulikuwa ni mwaka wa kufeli sana mambo yako, basi tunatamani Mungu anayetufungulia miaka na kutufungia miaka atufungulie mwaka mwingine. Tusiwe chini ya shetani akaendelea kutuachia hali zile zile tunaenda nazo. Ni lini sisi tutabadilika? Ni lini sisi tutakuwa na maisha mengine? Ni lini sisi tutaonekana katika hali nyingine? Kwa nini mwaka huu tuonekane na mwaka huu vile vile? Hicho ndo kitu ambacho Mungu alikuwa ananielekeza na ananifundisha kwamba lazima mfunge mwaka na mfungue mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa ona kwenye hii kitabu cha Isaya 42. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Hiyo ni Isaya 42 mstari wa 22. Anasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo. Huyo ni Mungu anaangalia watu. Anaona wengine wameibiwa, lakini anaona wengine wametekwa, lakini anaona wengine wamenaswa kwenye mashimo, lakini anawaona wengine wamefichwa katika magereza, lakini anawaona wengine every day wamekuwa mawindo. Na anasema hapana okoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikuulize swali. Mungu anaona watu wako kwenye mashimo. Mungu anaona watu wako kwenye magereza. Sasa nikuulize swali moja. Huyu mtu yuko kwenye shimo mwaka huu, hakuna aliyeenda kumtoa. Tunaelewana vizuri? Na Mungu anasema hapana okoaye. Yaani hakuna msaada. Haupo msaada wa kuwatoa kwenye hayo mashimo. Haupo. Bwana Yesu asifiwe. Anaona wako kwenye magereza, hakuna mtu anaenda kuwaokoa. Sasa mwaka upo gerezani na hakuna kitu chochote kimefanyika cha kukutoa wewe kwenye gereza. Hakuna mtu yoyote ambaye Mungu angelimtumia mwenye nguvu ya kukutoa kwenye hilo gereza, au Mungu mwenyewe aje akutoe kwenye hilo shimo hapo uliponaswa. Umenasa. Sasa nikuulize swali. Ulinasa 2020 na hakuna msaada uliopatikana wa kuja kukutoa hapo. Unatokaje? Na unasemaje umebadilisha mwaka? Mwaka wako umebadilika ni aje na wakati we bado umenaswa? Sika mnaelewa. Hivi ninavyoongea nataka hasira zianze kutokea ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hasira zianze kutokea. Kwa maana ipi? Kwamba sitabaki kama nilivyo kuwa mwaka huu. Unanisikia ninachosema? Yaani Mungu atafungua njia vyovyote itakavyokuwa. Na mimi leo nitakuombea Mungu atume malaika mahali popote ambapo umekwama. Iwe inajulikana au haijulikani, inaeleweka haieleweki, Mungu atume malaika kukukwamua hapo. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Na hata kama hakuna mtu anayejua kama umenaswa kwenye shimo, Mungu ameona. Lazima uende mwaka mwingine, mambo yawe mengine, maisha yawe mengine, baraka zingine, kibali kingine. Hata kama
maadui ni wengi kiasi gani. Tulisoma kwenye kitabu cha tukirudie kukisoma kitatusaidia. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19. Matendo ya Mitume 3:19. Na hapa kuna kitu Mungu pia akawa amenisemesha. Anasema kwenye Matendo ya Mitume 3:19, anasema tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa ninawaonyesha kitu ambacho Mungu alikuwa ananionyesha pia, ya kwamba si Mungu anatamani kutuona kwamba ni warokole ambao sisi muda wote tunaonekana ni watu ambao tu kwenye changamoto. Na nisikia anachosema. Yaani sio kwamba Mungu anataka aone kila siku wewe una shida, kila siku wewe unalia. Mungu ameandaa nyakati za wewe kuburudika. Na nisikia anachosema. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema tubuni basi mrejee, dhambi zenu zipate kufutwa, lakini zije nyakati za kuburudishwa. Ziko nyakati za kuburudishwa. Na nikakuonyesha mfano mmoja wapo au jambo moja wapo ambalo Mungu amewahi kulifanya. Alimwambia Daudi, mtoto wako nitamstarehesha katikati ya adui zako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maadui ni wengi kweli, lakini utastarehe katikati yao. Unanisikia ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna wakati ambao utafika unafanya maendeleo. Kuna watu wanakasirika ukifanya maendeleo. Tunaelewana vizuri? Huwa wanainua vikwazo ili ikiwezekana ukwame, usiendelee kufanya nini? Maendeleo. Lakini ikija ile nyakati Mungu anasema utafanya maendeleo katikati yao, watakasirika lakini hakuna watakachofanikiwa kukufanya. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa mtu wa Mungu? Lakini sharti ni moja. Tujue kwamba kuna nyakati ambazo Mungu ameziandaa kwa ajili ya sisi kuburudika. Tunaelewana vizuri? Lakini Mungu asituone katika mashimo, asituone katika magereza, asituone katika kuwa mateka, asituone hivyo. Hauwezi kumfanyia mtu nyakati ya kuburudika na wakati hajatoka kuwa mateka. Ataburudikaje? Unamfanyia mtu nyakati ya kuburudika na wakati yuko shimoni. Sharti umtoe shimoni, ndiposa umtengenezee huo wakati ambao unausema ni wa kuburudika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akanifundisha jambo lingine, akasema wako watu ambao wamehesabiwa miaka. Yaani wewe umehesabiwa miaka. Na hao wachawi ambao wewe huwajui na wengine unawajua, wamesema huyu mtu hakuna kufanikiwa. Na hawakuishia hapo kusema, wakafunga vifundo. Kuna uchawi unaitwa uchawi wa vifundo. Yaani anafunga hiyo sio ni irizi. Kifundo cha kwanza anasema vifundo nitakavyofunga hapa ndio miaka ya huyu mtu kuto kufanikiwa. Unanisikia ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anafunga kifundo cha kwanza, anasema mwaka 2025, anafunga cha pili 26, anafunga cha tatu 27, anafunga cha 4 28, anafunga cha 5 29. Hakuna huyu mtu kufanikiwa wala kukutana na baraka ya aina yoyote. Hiyo irizi amefunga, amenuia na ameiweka hapo. Kwa hiyo wewe unaanza kupambana, unapambana, kila njia inatereza, kila unapogusa panatereza. Unaona kabisa ulikuwa ni mwanga, sasa naona kabisa hapa mbona kama naenda kupenya. Unashangaa na penyewe pamepotea, hata uelewi pamepoteaje. Unasema jamani, mbona hili jambo naona kabisa lilikuwa linaenda kutiki, kwa nini limekuwa hivi? Kumbe kuna mtu alifanya kitu katika ulimwengu wa roho. Na hawa watu ambao wanainuliwa kuja kukupa support, wanainuliwa kuja kukusaidia, wanainuliwa kuja kukupa Kiswahili cha sasa mnasema connection, wanajikuta ghafla tu. Ni nini kinawafukuza mbali na wewe? Haieleweki ni kitu gani. Unasema jamani, huyu mtu alikuwa mwema kwangu, mbona anakimbia mapema hivi? Angenifikisha hata mahali angenisaidia. Amekimbizwa na kitu gani? Kuna kitu kinafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho kukufanya uendelee kuwa fukara na uendelee kuwa na maisha ya shida.
Na hivyo tu miaka yako yote 20, miaka yako yote 9, miaka yako yote 5 imefungwa. Na wewe tayari unajikuta uko shimoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna ule wimbo mnaimba, ujapobadilika wewe umebaki ni yule yule. Umewahi kusikia wimbo? Bwana Yesu asifiwe. Umewahi kusikia wewe wimbo? Kujapobadilika wewe umebaki ni yule yule, haubadiliki. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi nawahi kujiuliza swali kwenye familia yetu tu. Yaani hawa wote wanaotuzunguka, zile nyumba zao za zamani, wanafumua, wanapiga za kisasa. Unaelewa ninachosema? Huyu jirani hapa kafumua, kapiga ya kisasa. Huku upande wa pili nako jirani wa huku naye kafumua ile ya zamani, kapiga ya kisasa. Huyu wa huku mbele naye kafumua, kapiga ya kisasa. Sisi tu ndo tuko pale sasa. Tunatia huruma kanyumba ketu. Unanisikia ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nikana jiuliza, sisi tuna shida gani? Mbona sioni plani za wazazi? Hata kwamba wanajihangaisha, wanawaza hivi, ni kama wameridhika hapa vipi? Sisi tukienda kwa hao watu kwao tunavua viatu, wenyewe wanaingia hivyo hivyo kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ilikuwa ni mawazo yasiyo na majibu kwa sababu bado niko mdogo. Natamani kama na mimi nyumbani ningeona wazazi wanachangamka, wanapata badiliko. Watapateje badiliko kila mwaka umefungwa? Unaelewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa? Kwa nini usiende mwaka mwingine? Kwa nini usiende mwaka mwingine? Kwa nini Mungu asifungue mwaka mwingine na wenyewe uone ndani ukoje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tusifungue mwaka mwingine, tuendelee kukaa kwenye miaka ile ile? Miaka yote ni vile vile. Mwaka huu vile, tena vile vile. Sasa kama umefungwa kwenye gereza, na ili gereza mpaka saa hii halitaki kukuachia, yaani hawataki, na wanasema hatoki. Kuna kitu Roho Mtakatifu aniongezea hapa. Unajua iko hivi, kuna watu walikaa, sasa nataka nizungumzie wanaukoo. Umenielewa? Wanaukoo walikaa, walitazama kwenye ukoo ule, wakagundua bwana huyu amepata watoto wazuri ambao wana akili na watasoma, na akiangalia mbele. Nimewahi kuwafundisha, kuna hawa watu wanaitwa mamajusi, unawajua? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Magician. Mamajusi unawafahamu? Kwenye Biblia hiyo ya kuzaliwa Yesu. Sawa, afadhali tunaelekea kuzaliwa Yesu. Hawa watu ni wasoma nyota. Wanasoma nyota za watoto wote wanaozaliwa na watu wote. Ndio wale watu ambao ukikutana nao anaweza kukueleza shida zako zote, maisha yako yote. Unanisikia ninachosema? Sijui nikuelezeje. Umewahi kukutana na watu wa aina hiyo? Anakuambia wewe, nikikuona naona ni mtu hivi na vile, anakueleza mpaka ulivyo. Alafu anaweza kajificha kusema mimi ni mtumishi wa Mungu. Akajifichia hapo. Na ukasema kwa kweli amejuaje maisha yangu? Huyu kweli ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu wasoma nyota. Mimi nikisoma nyota yako itanieleza kila kitu cha kwako. Na naweza nikasoma hadi mawazo yako ya sasa. Na nyota inatunza rekodi zako zote. Unanisikia? Na maisha yako. Sikiliza. Hawa mamajusi wa mashariki wanasema tumeiona nyota. Hii nyota kuna mtoto amezaliwa ndo mwenye hii nyota. Sema amen. Wakasema hii nyota tunaiona, huyu mtoto aliyezaliwa ni mfalme. Tena ikaandika na jina kabisa kwamba huyu anafaa kuwa mfalme wa nani. Ikasema inafaa kuwa mfalme wa nani? Wa Wayahudi. Hawa ni wachawi. Biblia inawasema kuwa ni wachawi.
Unaelewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Hawakuwa wameokoka, ni watu wachawi, mamajusi wa mashariki. Ndio walisoma nyota ya Yesu, wakaenda wakawa wanapita wanaenda, kwa sababu walikuwa wanafahamika. Anambia, mnaenda wapi? Wakasema, tumeiona nyota huko, tunaenda kumsujudia. Huyo aliyezaliwa ni mtu mkubwa. Yaani angalia, mtoto mdogo anakwenda kusujudiwa na watu wazima. Sikiliza, kuna watoto ambao walizaliwa kwenye familia au kwenye ukoo. Mimi nataka nikwambie, sisi wa zamani, sawa? Sisi walini? Ila usicheke. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wa zamani, kuna mtoto anazaliwa kwenye ukoo, machifu wanaenda kumsujudia. Maikutana na hiyo? Hujawahi? Fuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hao wachawi wa mji wanaenda kumsujudia huyo mtoto aliyezaliwa huko. Na wengine shangaa amezaliwa na kitu mkononi. Na mtoto amezaliwa na kitu mkononi. Najua wewe. Hizo zilikuwa ni siri. Halo? Sasa nimekuibia siri. Kauli zio utakuja kukuambia. Sasa hawa wanaona, wanasoma, wanaona kuna mtoto amezaliwa. Nilisema kila mtoto anayezaliwa kwenye mji, wasoma nyota walishamsoma. Hata kama huwajui, wao wanakujua. Huyu Yesu, sawa, alizaliwa. Hawa wachawi walikuwa hawana namna, lazima wakasujudie. Unanisikia ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Yaani hawana namna, lazima waende tu wamsujudie, kwa sababu aliyezaliwa Isee. Huyu mtu sio wa kawaida. Paka shetani akaenda kumuingia Herode haraka. Unajua vita tunazokutana nazo sisi humu, unanisikia? Tunakutana nazo kwa sababu gani? Shetani anajua tukimshinda tutawabadilisha hadi watu wake watakuwa wa kwetu. Unaelewa ninachosema? Yaani tukimshinda hadi wa kwake watakuwa wa kwetu. We huoni watu hata kusalimisha vibuyu, waganga wanaokoka? Ndio ngumi zilizoko hapa. Kwa vita zote zingine wachungaji wanapitia, yaani kwamba wakuue wewe ili ushindwe kufanya unalolifanya, kwa sababu baadaye ukitushinda utatunyang'anya na watu. Unaelewa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akamuingia Herode, akasema, Isee, naomba uwa vitoto vyote vilivyo chini ya miaka 2 vya kiume. Haya, tuishie hapa kwa Yesu. Tunaenda kwa Musa. Yaani kitu kizuri kikizaliwa kinaleta shida pia kwenye nini? Kwenye jamii. Kwa Musa na alipozaliwa Musa, wachawi waliona, kaambia Farao, kuna mtu amezaliwa kwenye umta, kwenye umji. Sema amen. Huyo ndo anaenda kuwaokoa wa Israeli, kuwatoa mikononi mwako. Akasema, uwa vitoto vya kiume vyote chini ya miaka 2. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona Mungu alivyo mbabe. Hebu sema Mungu ni mbabe. Hebu sema Mungu ni mbabe. Akasema, mnayetaka kumuua nawaambia mtamlea. Unalisikia ninachosema? Mnayetaka kumuua mtafanyeje? Musa alilelewa wapi? Na hawa waliokuwa na uawa, shida alikuwa anatafutwa ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwamba nyie mnataka kushindana na mimi, sasa mtamlea wenyewe. Weni hawa wengine, lakini huyu mtamlea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akampa akili huyu mama. Akamwambia, tengeneza kisafina hapo chap, weka lami, funika huyo mtoto humo, tupia kwenye maji, akafie mbali usimuone. Kwa sababu yule mama alijua maji ataendelea kumpeleka kwa labda watu wataokotaga. Sasa kama watu hawajaokota, si ndio kufa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa alikuwa ni mzuri. Mdogo mtoto lakini mzuri. Mtoto wa Farao mwenyewe. Binti yake anaoga, akashangaa kisafina kinakuja. Kuangalia ndani aise kuna mtoto mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani Mungu Bwana. Unajua nikwambie kitu kimoja. Sisi tunachofeli ni imani.
Na ndio maana wakati mwingine unapofikiri kwamba mchungaji anasema mwaka wangu uwe mpya, sio mambo yangu yabadilike, itakuwa kwaje, itafanyikaje, nilisema usimjaji Mungu kwamba atafanyeje kunibadilisha. Hilo sio swala lako. Unanisikia ninachosema? Yaani Mungu ana njia nyingi. Mungu is unstoppable. Yaani huwezi kwamba kuna kitu kinaweza kasimama kikamzuia. Unanisikia? Ashindwe wewe kukubadilisha. Niliwahi kuwafundisha siku moja. Nilisema Mungu akiamua kufanya kuwa mtu mkubwa anaweza kutumia na kitu kidogo, ndoto. So unaona kama Yusufu alifanya jambo gani kubwa mpaka kuwa waziri mkuu? Alifasiri ndoto tu akawa waziri mkuu. Mungu akitaka kukubadilisha maisha, yani ndio maana usiulize kwamba mimi sasa sina kitega uchumi, sina nini, sijasoma. No, kwa Mungu usiseme hayo. Wewe muamini tu. Anasema ukiamini utauona utukufu wa Bwana. Sema amen. Yeye ndo amelileta somo hili. Anasema waambie watoto wako wafunge mwaka, wafungue mwaka. Tunaelewana vizuri? Manake tunaposema tunafunga huu mwaka, Mungu, ikiwa nilikuwa shimoni, ikiwa nilikuwa mateka, kuna mtu alifikiri mimi nitaendelea kuwa na maisha haya. Kuna mtu alifikiri mimi nitaendelea kuwa wa hivi hivi. Kuna mtu alifikiri mimi nitakuwa nenda kuteseka. Leo umesema nifunge mwaka. Yaani huu mwaka nafunga miendelezo yote. Nataka mwaka mwingine mpya ambao mambo nitaanza kuyaona kwa upya. Naanza kusema niko kwenye ulimwengu mwingine, sio ule niliotoka. Na hicho ndo Mungu akasema ulimwengu wa roho kuna vitu vinafungua mwaka. Na ndio maana mnaona kila mwisho wa mwaka mnaona kuna ajali zinakuwa nyingi sana. Sijui unajua ni kwa ajili ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu wanakufungulia mwaka hata kama we utaki. Kuna watu wanakuendelezea mwaka hata kama we utaki, unaendelezewa kwa sababu wana nguvu kwenye ulimwengu wa roho kukuzidi na walishakufunga. Sasa jamani, mwaka huu nilipanga kabisa, nilifikiri jamani ningemaliza kujenga, lakini sio imekwaje. Na wenzako walisema hapana, yani sasa hivi tunaona kweli neema ya kumaliza mwaka huu na kujenga mwaka huu nayo, lakini hatukubali kwa kweli. Tutaleta magonjwa mpaka mwisho kwa kweli, hatukubali yani. Hatukubali. Hatukubali. Wataleta magonjwa mfululizo, kwa kweli ulipata pesa lakini walikata. Ukajikuta pesa yote nina kwenye matibabu. Hao wachawi jamani, siwapigwe. Siwashangae moto unawaka huko waliko. Hivyo vifundo walivyofunga hizo ilizi zao, siwashangae zinateketea. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema ninafunga mwaka, na kwa jina la Yesu nafungua mwaka. Hiyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu aliwahi kusema hivi, akasema kama ukifika mbinguni Mungu akakuonyesha kitabu chako, yani yale uliokuwa umeandikiwa uwe nayo duniani, anasema utakapoona umeishi ukurasa mmoja tu, yani miaka 80 90 ulioishi, umeishi ukurasa huu moja, anasema utashangaa sana. Akasema Mungu hakutaka tuishi hivi. Sijui ni kitu gani kimewaingia watu, wanafikiri kwamba watu wa Mungu ndio wanatakiwa wawe hivyo. Ni kwamba kuna mahali tumefungwa na shetani kwa sababu tumetokea katika familia za mizimu ambao walitufunga kila kitu ili tumtumikie ibilisi. Lakini Mungu hajatuandaa hivyo. Na anasema kwake kuna nyakati za kuburudika. Hizo nyakati ziko lini? Bwana Yesu asifiwe. Anasema tafuteni nanyi mtafanya nini? Mtaona. Tafuteni uone, tafuta. Hii miaka ya kuburudika, nyakati za kuburudika ndo zipi? Mbona sizioni? Naona tu naendelea na utumishi, lakini za kuburudika sizioni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Hizo nyakati zipi hizo? Mungu anasema tukimfuata duniani tunakaa na mara 100, lakini mbinguni uzima wa milele. Mbona tunataka kwenda mbinguni na mara 100 tujaigusa? Hii miaka inazidi kuisha. Mungu ina maana haioni. Hiyo mara 100 tutaanza nayo lini? Tafuta.
Tunaelewana vizuri? Unapotafuta ndo Mungu anasema, mimi naona watu wako mashimoni hao. Mbona wako shimoni? Hautapiga hatua. You will not move. Kwa sababu uko shimoni. Unapigaje hatua na uko shimoni? Mtu aliye shimoni bwana hawezi kupiga hatua. Anaona ya wengine ya kwake haoni. Yuko pale pale. Kiroho unaweza ukawa shimoni, penda usipende. Kuna watu wameota ndoto wako shimoni kabisa. Kabisa, anaota ndoto yuko shimoni kabisa. Na anahangaika kutoka. Haoni, yani pa kukanyaga hata ngazi hamna, atatokaje elewi. Nasema leo Mungu anakutoa kwa jina la Yesu. Hivi tu nianze kukasirika, Mungu anakutoa. Mungu anakutoa. Yaani wewe unajua au hujui. Kuna mwingine ameota ndoto yuko msituni, haelewi njia kutokea. Yana anazunguka kwenye huo msitu, haelewi njia kutokea kufika, maana anatafuta mwanga. Anatafuta pa kutokea, akiona mwanga atajua nimefika kwenye mji. Lakini mpaka anazinduka kwenye ndoto hajaona. Alafu nadhani wewe utapiga hatua maisha yako. Haipo. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unabaki revo hiyo hiyo wakati Mungu anasema tuende revo nyingine. Unaelewa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lazima mwaka ujao heshima iongezeke. Na sasa ya mwaka ujao heshima tunaitaka kwa maadui. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaitaka wapi? Kwa maadui wale ambao yani every hour, every time wana struggle kwa ajili yako. Yani mtu ameacha kupambana na maisha yake, ameamua kuanza kupambana na wewe. Ananoti kila unachofanya. Ananoti kila hatua. Wameshusha mchanga pale nyumbani, nimeona wameshusha mchanga. Hela wamezikuta wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema watu naona wameanza kupiga hatua. Anaenda kwa mganga wa kienyeji kwa ajili yako tu, haujamkosea kuna chochote. Sasa nataka mwakani, yani waende kwa waganga, waende wa kwanza, asema isee huyo mtu ondoka. Ashanga akitaka kuangalia tu kwenye kioo, kwa heri, yeye mwenyewe anakoswa. Hey. Watu wa Mungu. Mungu hakutuweka tuwe wanyonge. Unanisikia watu wa Mungu? Yani wamekaria familia hii sio inapiga hatua. Yani kuna mtu amesimamia. Hakuna kupiga hatua hii familia. Uko hapana kufanikiwa. Wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini tunamwambia mwaka ujao we are coming by force, by power. Lazima mtuachie. Lazima na sisi tuanze kuona mwanga basi. Tuanze kuona hatua zingine. Sio kukaa shimoni eti. Sio kukaa shimoni. Tafsiri ya kwamba upigi hatua huko shimoni. Unanisikia ninachosema? Tafsiri ya kwamba wewe kwako hakuna uweni, wewe uko shimoni ndugu yangu. Uko shimoni, mimi nakwambia. Kuna mtu amekusimamia, wewe ni mateka. Kuna mtu amekuteka. Hapa hawa wao wenyewe ni kuumwa. Tumeshaweka magonjwa, hii familia wao ni magonjwa. Lakini mwesema hawa tumeweka umaskini. Niliwahi kuwafundisha jambo moja. Tunaelewana vizuri? Niliwahi kuuliza swali kwanza nikasema, hivi kweli wote ambao hawafanyi kazi ndio maskini? Yeah? Nauliza wote ambao hawafanyi kazi ndio maskini? Au wote ambao wanafanya kazi ngumu ndio matajiri? Niliona mtu anabeba simenti kichwani, mifuko 4. Tunaelewana vizuri? Nikasema huyu jamaa atakuwa tajiri sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema huyu jamaa atakuwa tajiri sana. Kwa kubeba huku na nguvu hizi atakuwa tajiri mno. Lakini je, ni kweli? Mimi nimewahi kubeba simenti. Mfuko mmoja ni 100. Sijui kama saizi wamepandisha kidogo au wauza simenti wamewafikiria kidogo wabebaji. Nasombelea mmoja 100. Kwingine na kwenye wakiamua kukulalia zaidi wanasema 50.
alafu nashusha container zima lina mifuko 600. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hello. Yaani kuna kitengo ambacho shetani alishaweka mtu kwamba wewe utakuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na nilisema maombi ya mwezi wa 12, kila maombi Roho Mtakatifu alisema tutafanya na nini? Na sadaka. Kwa hiyo tukifunga mwaka tutafunga na sadaka. Tunafungua mwaka tutafungua na nini? Na sadaka. Kwa hiyo kila unalotaka Mungu akufanyie tutalifanya kwa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio njia ambayo Mungu alisema tutapita mwezi huu wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 17. Sura ya kwanza mstari wa 17 Warumi. Na kuanzia wiki ijayo baada ya Christmas taanza mafundisho ya kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuinuliwa na Mungu. Kuinuliwa. Kuinuliwa. Kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 17. Biblia inasema, lakini leo nitakuombea yani hata bila sadaka. Tunaelewana vizuri? Haleluya. Kwa wala usijali, nitakuombea bila sadaka. Yani yoyote anayehisi tu kwamba inawezekana mimi niko shimoni, yani kabisa, leo natakiwa nitoke. Yani anayefikiri tu kwamba sasa hii ni kwa ajili ya maisha yako, sema amen, ndio nitashughulika naye leo. Yani tu kama kuna kitu unaona mimi nimekuwa mtu wa kuvirudia hivi vitu, leo una kipande chako huko Mungu amekuwekea. 2:17 Biblia inasema, 1:17 Warumi 1:17 Biblia inasema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Hebu sema haki ya Mungu. Sema haki ya Mungu. Sasa kabla sijaendelea mbele, anasema kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Ngoja tu nikufafanulie kidogo kwenye hilo andiko. Anasema haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake kutoka imani kwenda imani. From glory up to glory. Tunaelewana vizuri? Utukufu hadi utukufu, imani hadi imani. Tunaelewana vizuri? Haki yake ndio inadhihirishwa. Maana yake Mungu anachokitaka kwako, anataka uwe mtu wa hatua. Unanisikia ninachosema? Niangalieni usoni vizuri. Nasema hivi, kitu Mungu anataka kwenye maisha yako, anataka uwe mtu wa hatua, kiroho na kimwili. Tunaelewana vizuri? Uwe mtu wa hatua. Yaani unayetoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kadri siku zinavyozidi kwenda, waseme hakika yule kijana tangia ameokoka sasa, tunazidi kuona anazidi kuwa vizuri, anazidi continually, anaendelea kuwa vizuri. Unanisikia vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Sio uendelee kuwa na muonekano ule ule tangia unasali. Waseme yani huyo mtu tumeona anasali toka mwaka sijui mwaka gani wanataja. Wasa tunaonaga yuko hivyo hivyo. Yaani hajawahi badilika toka anasali toka miaka fulani, sisi tunakuwa ni wadogo tunaona yuko hivyo hivyo. Hapana. Anasema haki yake inadhihirika, haki yake kwamba Mungu ni mwenye haki.
haki yake inadhihirika kwa wewe kuonekana unaenda viwango vingine, unaenda hatua nyingine, unaonekana una move. Tunaelewana vizuri? Sio mark time huko hivi tu. Watu wanaona unatembea lakini kumbe uko hapo tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hatuwezi kusema wewe mpambanaji na hatuoni kinachozaliwa. Unanisikia? So kisha sema mimi ni mpambanaji, tuone kuna vitu vinazaliwa, tunasema huyu kweli ni mpambanaji. Lakini hawa wapambanaji wa mark time, wewe bado. Na nisikia na waseme yako mimi wengine kama walikuwa hajasema, wewe bado. Kaa chini jiulize. Tatizo liko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema haki ya Mungu. Haki ya Mungu itaonekana tukiona piga hatua. Haki ya Mungu itaonekana kwamba kweli Mungu wake anaweza. Mungu wake ana nguvu. Mungu wake anaponya. Mungu wake anafanya nini? Mungu wake si nini? Tunapoona hatua, sio mdomoni kuongea, lakini uongee tuone na nini na hatua na vitu vinafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa mtu wa Mungu? Haleluya. Alafu anasema kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye haki ataishi kwa imani. Mimi nikuulize swali. Wewe ni mtu wa imani. Unaamini nini kutoka kwa Mungu wako kuelekea mwaka 2026? Unaamini nini? Kitu gani? Picha gani unaiona ili Mungu apite kwenye picha yako? Nini unakiona ili Mungu apite kwenye kile unachokiona? Mungu anamuuliza Yeremia, what do you see? Unaona nini? Unaona kitu gani? Yeremia anamuuliza Yeremia, unaona nini? Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anataka uone unajionaje 2026. Unajionaje? Unajiona mtu duni? Unajiona mtu gani? Ili Mungu apite kwenye vile unavyojiona. Kwa sababu anasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kitabu cha Misali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukisome na chenye kitatusaidia, sio? Kitatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Misali 23 mstari wa 7. Misali 23 mstari wa 7. Umeona? Anasema maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa ona hapa anasema akuambia, haya kula, kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Ngoja nikwambie jambo moja hapo ambalo natakiwa kulifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu wanaambia Yesu anabariki. Sasa ndio anabariki. Yesu anaokoa, ndio anaokoa. Yesu anainua, ndio anainua. Tunaelewana vizuri? Lakini akijiangalia anaona hizi ni kama ni nini? Story tu. Tunaelewana vizuri? Anasema, uelewe vizuri, msema maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Akwambia haya kula, kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja na wewe. Kwa sababu kuna namna kwenye nafsi yake anavyojiona. Kama nikisema mwaka ujao, Mungu anasema iko neema ya wewe kuinuliwa. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukakubali kweli mchungaji, amina amina, ukashangilia, lakini kuna namna unavyojiona. Au umeshajiona maskini. Hata kama wakisema utakuwa tajiri, moyoni unakataa. Na kuwa tajiri kutoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anambia wewe utapona. Anasema ni kweli kwa imani, lakini moyoni anaona mbona ugonjwa waponaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa yeye kama yeye ameshaona, kashamwekea Mungu limit kwamba hawezi kupona. Na anajua hii ugonjwa haponaji.
Kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Bwana Yesu asifiwe. Kwake yote yafanye yawezekana. Ni wewe tu sasa. Ni wewe kuamua kwamba sasa mimi ni wa hivi na nipende nisipende. Yaani mimi nasemaga hivi, namwambia Ino, we Ino, unanisikia? Ndio nafanyaga hivyo, nisikilize vizuri. Unanielewa Naambia Ino, aisee wewe ni mtu mkubwa. Kwani unaishi hivyo? Tunaelewa vizuri? Naambia Ino, anza kubadilika Ino wewe. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Naambia anza kubadilika, wewe ni mtu mkubwa Ino, wewe ni mtumishi wa ajabu, hajaitokea dunia hii. Lazima namwambia Ino, wewe unaishije hivyo? Watumishi wakubwa hawaishi hivyo bwana. Niulize Ino yuko wapi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima wewe mwenyewe ukae unamwambia Apolo, aisewe ni tajiri bwana. Maisha haya anza kuishi kitajiri. Niwahi kuwafundisha watu sema, 1000 ile hebu kaa nayo kitajiri basi. Ile buku ile kaa nayo kitajiri. Unajua kaa nayo kitajiri? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kaa nayo hiyo buku kitajiri, usikae nayo kimasikini basi. Si una buku, si uchangamke. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani huwezi kwenda hatua nyingine kama akili yako haitaondoka kwenda kwenye hiyo hatua. Unanisikia anachosema? Yaani hautaenda kwenye hayo maisha ambayo unasikia hapa mchungaji anayasema kama akili zako hazijatangulia kufika. Mwanafunzi anapoenda shuleni, bidii yake ipo kwenye kile anachokiona kupitia hiyo shule. Nirudie tena Kiswahili. Nasema hivi, mwanafunzi, unanisikia anapoenda shuleni, bidii yake ipo kwenye kile anachokiona kupitia hiyo shule. Anaona nini kupitia hiyo shule? Ni nini anakiona? Anaona uwaziri mkuu, anaona sijui mtu gani, sio anaona udokta, anaona urubani, anaona nini? Kwa nini afanye fujo tena kwenye shule? Wakati anajua siwezi kufika pale bila hii. Kwa hiyo anasema hapana, nitapambana. Kwa shule ndio inaweza kanifanya mimi kuwa rubani. Anasema ukisoma sana kuna vitu unatakiwa vijue vitakusaidia wewe kuwa rubani. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Anaweka nguvu yake nyingi pale. Kwa sababu ameona kule. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Kama unajua Mungu ndiye atakayenisaidia mimi kutoka hapa kwenda pale. Aisena nimekataa mwaka huu kuishi na mwaka kesho. Yaani niishi mwaka huu hivi na mwaka kesho niishi hivi. Hapana. Nataka badiliko mwaka ujao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna vitu utakataa kabisa, utasema sikubaliani na ujinga. Yaani kama kuna ndugu zangu waliroga, kuna uchawi wa babu yangu, sijui bibi, shangazi, sijui marafiki, kuna marafiki wabaya walionichukia wakaamua kunifanyia hivi. Iwe ni shuleni au ni wapi, na akili wakaniroga. Unajua wengine walishafungwaga magerezani toka shuleni. Sijui unajua hiyo. Unanisikia anachosema? Yaani toka shuleni walishajua huyo ana akili. Ndio wao unaga ana akili shuleni. Changamoto ndo zinaishi kwake. Na nisikia anachosema? Mpaka saa nyingine shule inakatishwa kwa sababu shetani alishajua huyo atakomboa huko. Asa lazima tufunge mwaka. Tunaelewana vizuri? Tufunge mwaka spiritually and physically. Tunaelewana vizuri? Tunafunga mwaka. Yaani kwamba Mungu tunafunga. Yaani tunataka tuanze maisha mengine. Mwaka ujao tuwe watu wengine. Unanisikia? Yaani shetani apende asipende tunafunga. Uzuri Mungu anasema tuna uwezo, tuna ufunguo wa kufunga na kufungua. Unanisikia Yaani huo uwezo tunao na tumepewa. So tutafunga. Na anasema mkifunga jambo duniani na mbinguni itakuwa imefanyeje? Mkifungua duniani na mbinguni imefanyeje? Imefunguliwa. Yaani hiyo ndio iko hivyo tu. So ufunguo unao. Ni wewe tu kukasirika na kwenda na huo ufunguo. Wale wanaotaka kuzuia usifunge, wanakuzuia usifungue, lazima wakione cha moto. Unanisikia vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata kama uamini basi nenda tu na imani yangu. Acha mimi nikubebe mgongoni. Unanisikia anachosema? Nikubebe tu, sema Mungu naenda na imani ya mchungaji. Mbona amechangamka sana? Sema naenda nayo hiyo ya mchungaji. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Nikijipima naona imani nakataa, ijapokuwa anahubiri yote haya ananigusa, lakini sioni Mungu, acha niende na imani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Haleluya. Tukifika hapo hatuangalii nyuma tena. Ukifika bahari ya Shamu, ili mradi ni Mungu amesema, atafanya njia. Ukifika jangwani atafanya njia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anasema neema yangu itawainua. Neema yangu itawainua. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu ikakuinue. Sema amen. Amen. Nasema neema ya Mungu ikakuinue. Amen. Neema ya Mungu ikakuinue. Amen. Neema ya Mungu ikakuinue. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi mazuri kama unaelewa. Haleluya. 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 Uko tayari? Uko tayari? Tuingie kufunga mwaka. Uko tayari? Tutoke shimoni. Hata kama tulikuwa hatujui kwamba tuko shimoni, tutoke tu. Na mwambie Mungu, nakuja kwa ajili ya maisha yangu. Mimi nataka hatua. Na nisikia? Bwana Yesu asifiwe. Nataka kutembea. Mimi nimekuwa hivi tu. Na saa nyingine maadui wanakaribia kwanza kukudhihaki kwamba tulisema sisi. Yesu. Uko wapi? Mando rado shakata. Rekera bas. Shetani ananikwaza sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ananikwaza na mimi nataka nimkwaze. Ili yeye ndo abebe makwazo wala hata sio mimi. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akiona nakufanyia wewe vitu vikubwa anajifanya na mimi kwangu ananikazia sana. Lakini mimi siogopi. Sema amen. Na wala sitetereki. Na hapa watu wanatoka shimoni. Na hapa lazima watu waone neema ya Mungu ya kuwainua. Apende asipende. Watu wa Mungu, wewe ni shahidi wa maisha yako. Wewe ndio unajua ni vipi umekwama. Kuna vitu unataka tena ukavuke navyo mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo unataka uendelee nayo mpaka sasa. Wakati mwingine unafikiria kukata tamaa. Hapana. Never give up. Usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Never give up. Ili mradi tunaye Yesu. Kwenye ile ni ngapi ile jamani? Mbona nasahau? Matendo ya Mitume 3:19 anasema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Ina maana kama Mungu yupo, kama Bwana yupo, lazima nyakati za kuburudishwa zipo. Unanisikia? Ule wakati wa kufurahia wokovu upo. Unanisikia mtu wa Mungu? Yaani upo, usikate tamaa. Ili mradi Bwana una uhakika nina Yesu mimi. Mungu yupo, acha shetani hangaike, lakini nyakati za kufurahia zipo. Bwana Yesu asifiwe. Wala hata usijichoshe kukatisha imani yako njiani, hapana. Bwana anasema anayajua mawazo anayokuwazia. Tunaelewana vizuri? Ni mawazo ya amani, kukupa wewe tumaini katika siku zako za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Siku za mwisho ni zipi? Zile unazotaka kukata tamaa, zile ambazo unafikiri sasa nimechoka, nataka niache. Mungu anasema wakati huu analo tumaini kwa ajili ya maisha yako. Wakati huu analo tumaini kwa ajili ya familia yako. Wakati huu analo tumaini kwa ajili ya ndoa yako. Wakati huo Mungu analo tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anawaza na aliona siku moja utapita hapo. Halo. Unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimesema wewe ni shahidi wa maisha yako. Kwamba toka sijui miaka mingapi, kuna vitu unatamani vifanikiwe lakini unaona ni kama havitaki. Bwana Yesu asifiwe. Kile ukiangalia pa kushika unaona kweli kama pale pangeshikika, lakini pale panapoonekana pangeshikika kuna mtu ameenda kuzuia tena. Na unasema jamani, mwenye nilitegemea hapa lakini na penye pamekwama.
Hapana. Hebu sema hapana. Hebu sema hapana. Hiyo hapana ikole, sema hapana. Yaani kataa kabisa, sema hapana. Sema hapana. Sema iishie mwaka huu. Sema iishie mwaka huu. Sema iishie mwaka huu. Yaani hata kama mwaka huu tumefanya vitu vingi vizuri, tunaelewana vizuri, tunataka next year tufanye vizuri zaidi. Tunao wema wa Mungu. We have a good mercy of God. Tunao wema wa Mungu. Tunaelewana vizuri. Mwaka ujao twende mbali. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. 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 Watu wa Mungu, ndio hivi tu Mungu anatangaza. Anatangazaga yeye kwamba wanangu, tukienda vizuri mwakani mnayo neema kubwa sana. Na nataka niwaambie, tuna maombi tutafanya masaa 24 maombi ya kufunga. Lakini yatakuwa ni maombi kwa ajili pia kuombea mwaka tunaoenda. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini itakuwa ni maombi ya kuuliza mwaka ujao na kwaje. Mungu atupe kupita kwenye huo mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Japo kabla hata sijafika kwenye huo maombi, naona mwaka ujao kuna namna ya ugumu wake pia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. 2026 kuna namna ya ugumu wake, kama mlivyoona tulivyopita pita kwenye taifa. Si mnaona? Si mnakumbuka haya tuliyatabiri yote? Si unakumbuka Bwana Yesu asifiwe. Yote. Lakini hata mwaka ujao naona kuna ugumu pia. Lakini tumeweza kufanya hata vitu kwa sehemu. Mungu ametujalia hata kidogo. Si ndio hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kati ya hizo shida tunaenda kupenya. Kwa sababu hatupenyi sisi, ni Mungu anatupenyesha. Unaelewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie jambo moja. Kila tatizo linalotokea kuna mtu kwake ni fursa. Nirudie kusema, kila tatizo linalotokea kuna mtu kwake ni nini? Ni fursa. Ndio kufanikiwa kwake. Kuna watu ndio wanafanikiwa sana kipindi hicho. Tunaelewana vizuri? Sasa na sisi tutaungana na wanaofanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tutaungana na wanaofanikiwa ndani ya changamoto. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa mtu wa Mungu? Umeshakasirika Umeshakasirika tayari? Umeshakasirika kwamba isee nataka nitoke hapa. Napita saa hii kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mahali naona kabisa watu wameanza kutetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na kuna vitu wanaongea. Nikiongea tu hapa utajua ni wewe na kusema. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Unapenda niviseme? Nikivisema utajua tu hii ananiambia ni mimi. Hello. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu tayari kwenye ulimwengu wa roho Mungu ameanza kutoa location za malaika kwenye maisha ya watu. Tunaelewana vizuri? Anawapa maeneo ambayo yana shida na anawaambia mwakani ni testimony to testimony. Testimony to testimony. Na nisikia anachosema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu Yesu anasema wameonewa. Unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Walioonewa, kutangaza uhuru wao. Walioonewa. Kuna watu wanafanyiwa vitu, wameonewa. Hawana kosa, hawana shida yoyote, lakini mtu ameamua tu kukuonea kwa sababu amekuzidi mambo ya kiroho. Ameamua tu kukukomoa. Bwana Yesu asifiwe. Leo, hebu sema leo. Hebu sema leo. Sema leo. Achia vitu vyangu. 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 Unajua tunafanya? Yaani tunaagiza moto hadi kwa mganga. Nasikia Roho Mtakatifu anasema peleka moto hadi kwa waganga wao. Kuna kitu naona. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Na nasikia tu Roho Mtakatifu anasema naona huyu ameenda kwa huyu mganga kwa sababu ya ndoa. Nanielewa? Hallelujah. Yaani kuna mtu amekwendea kwa mganga kwa sababu ya ndoa tu.
hataki uwe na ndoa, ameenda kwa mganga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Lakini saa hii naona huyo mganga anashituka. Rigosimama juu. Rabashata rabasoka yanda. Reko rabasata yamande. Shana marede sikatarabaya. Ando sikarababosh. Aiteria basata. Reko rabasanda bayande. Ribo shate karabasata. Manda ribasia kataraba. Sijajua kwa nini Mungu ananipitisha kwenye indoa. Riba sokata ya mande rebobosha. Shamanda rikatarabasaya. Shende rebobosata bayanda. Aiteribo koria sata.